Ehe. Ongeza tena makofi kwa baba yetu. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu sana. Nisalimie kumsalimia jirani yako kwa upendo. Mwambie haya ni majira yetu mapya katika jina la Yesu. Mwambie kwa sauti wa kulia, kama hakuelewi geuka kwa kushoto. Mwambie haya ni majira yangu. Kama ulimwambia yetu haelewi, mwambie haya ni majira yangu mapya katika jina la Yesu aliye hai. Wa mbele naye haelewi, geuka wa nyuma kwa jina la Yesu. Waambie hapa agenda ni dhabihu na kuhani wetu kwa jina la Yesu aliye hai. Na leo kwa kuwa tuna wakati mzuri na natamani kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu nikakuoneshe faida yako binafsi unapotoa dhabihu zako, unapomtegemeza baba yako wa kiroho, unapompa tabasamu baba yako wa kiroho, unapomtegemeza kwa dhabihu zako. Naongea dhabihu, najua tuna muda wa kuwaombea, lakini nataka nikuoneshe dhabihu ile kazi, matokeo ya dhabihu kwa ajili ya baba yako wa kiroho. Na naomba niweke msingi kabla sijakwambia tunachoongea leo. Najua dunia hii imeharibika, kuna watu wajanja wengi ambao wengine si wabaya, ila wamekamatwa tu na mamlaka za giza, naweza kusema, au kwa kukosa maarifa. Najua dunia hii kuna watu nimewasikia wanasema siamini kama kuna baba wa kiroho. Siamini kwenye kuita mtu baba wa kiroho. Nisikilize, unapozungumza neno baba, Yesu mwenyewe ameita baba yake wa mbinguni baba. Sio mara moja, mara nyingi akiwa duniani amemuita baba yake baba. Utaniambia mchungaji, mbona hiyo haina maandiko? Sasa unaposoma Agano la Kale ukikimbia haraka inakuwekea sawa kwamba kuita baba yako, kuwa na baba yako haijaanza sasa. Najua nikigusa kitabu kile cha Kutoka sura 20 utasema simeandikwa mheshimu baba yako na mama yako aliyekuzaa kimwili, na kupeleka kwenye kitabu cha Ufalme wa Pili sura ya 2. Hii inakupa salamu, alafu tutaingia kwenye somo la leo. Na kutaka kuonesha uzito wa baba yako wa kiroho na mama yako wa kiroho. Ufalme wa Pili sura ya 2 unapoanza kusoma maandiko yale, mstari wake wa 8 mpaka wa 12, unakutana na habari ya Elia na Elisha. Sasa wewe unamzidi Elisha upako, maana Elisha alipojua baba yake anaondoka, anatwaliwa na Bwana kwenda mbinguni, Elia akamwambia bwana mdogo, sasa omba unalotaka. Akamwambia naomba roho yako mara 2. Wakati wanatembea, Biblia inasema ghafla likaja gari la moto na farasi wa moto likawatenganisha, na upepo wa kisulisuli ukamchukua Elia. Wakati unamchukua Elisha akaanza kulia maneno haya, baba yangu, baba yangu, baba yangu. Wewe unamzidi Elia sasa kwa upako. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamzidi Elia wewe kwa upako. Niseme nini sasa kwa Agano Jipya? Paulo akiwa anaeleza namna alivyoitwa na Mungu aliye hai, namna alivyotiwa mafuta, alivyofundishwa. Unaposoma kitabu cha Galatia sura ya 1, nataka nikuwekea, ukikutana na waamini kwenye baba wa kiroho, hawaamini kwenye thamani na heshima ya mchungaji wako na mama mchungaji kwenye maisha yako, wakiinuka hao, una neno la kuwanyamazisha. Wagalatia 1 ule mstari wa kuanzia wa 14 hadi wa 16, Paulo anasema ni kweli nilikuwa na mwenye bidii sana wa kusoma mno na wa kushika Torati kwa mujibu wa baba zangu. Paulo anataja baba zake, walimu wake, wakufunzi wake wa Taurati, wa sheria ambao walikuwa wamelelewa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Niseme nini kwa habari ya Agano Jipya sasa? Habari ya Agano Jipya unapoanza wa Korinto ile wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15, Paulo anawaambia ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo Yesu, mimi ndio baba yenu niliyewazaa katika injili ya Kristo. Huyo ndio baba yenu, amewazaa katika Kristo Yesu aliye hai. Huyo mzee Masasi ndio baba yenu, anayewaombea kwa kuugua sana kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nisikie mtu anasema amina. Huyo ndio baba yako wa kiroho. Amina. Amen. Anasema ijapokuwa mnao, na mimi
Na mimi nafahamu TV ziko nyingi, ma YouTube yako nyingi, ma channel, ma Twitter, ma Instagram, ma TikTok. Ukawa na baba zako wa kiroho Marekani, Nigeria, waite daddy, waite spiritual dad. Sina shida na wewe, lakini una baba yako mmoja. Jamani, haleluya. Haleluya. Sasa naomba niguse ngoma ya leo. Hiyo ilikuwa na kusalimia, sawa, kama ni pilau ilikuwa na kuonyesha kachumbari. Kwa hiyo una nafasi kubwa ya kukaa vizuri na babako. Kama alivyo baba wa mwili anaweza kukubariki, baba wa roho ni zaidi kwa jina la Yesu aliye hai. Baba wa mwili hana mbingu, hana mahala pa kukupeleka baada ya kukusaa. Baba wa roho anaweza na anatumiwa na Mungu kukuonesha uzuri wa pepo, uzuri wa mbingu, na ukaona baraka za mbingu hapa duniani, na baadaye ukaiona njia ya kuingia patakatifu. Jamani, Bwana asifiwe. Ni wa muhimu sana. Sina maana baba yako aliyekuzaa si wa maana sana, ila baba yako wa roho ana maana kubwa katika jina la Yesu aliye hai. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa naomba tuanze cha leo. Mzee Pasco, hiki cha leo kinaanzia hapa sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Nataka nizungumze namna sadaka yako, namna dhabihu yako, namna unavyomtunza baba yako wa kiroho, na nguvu dhidi ya mauti. Kwa lugha nyepesi, naongea nguvu ya sadaka na dhabihu zako unazotoa kwenye madhabahu na kwa baba yako wa kiroho, dhidi ya nguvu ya mauti na kaburi kwenye maisha yako. Sijasikia amina. Sijasikia amina kubwa. Nataka nikuoneshe, nitadadavua, nitasoma kwa kina. Kwa naongea nguvu ya dhabihu na sadaka unayotoa kwa baba yako na kwenye madhabahu dhidi ya kifo. Haleluya. Haleluya. Sasa naomba tuingie kazini sasa. Tuingie kazini, na hapa ningegusa msingi japo sitasoma. Unaposoma Kutoka, kitabu chetu tulichoanza, Kutoka sura ya 12 mstari wake wa 11 mpaka wa 13. Baba alivyowaambia ule mstari wa 3, Musa na Haruni wanawapa maelekezo wana wa Israeli. Wanasema ni kweli tunatoka, ni kweli tunahamishwa, ni kweli tunaingia kwenye maisha mapya, ni kweli tunaingia safari ya kwenda Kanaani, lakini Mungu amewaagiza mtachukua dhabihu ya mwana kondoo na mtaitoa na mtamtokosa na mtamla na mboga chungu. Anawapa maelezo, na ile damu yake hiyo dhabihu mtapaka kwenye miimo ya milango yenu. Kwa nini anawaambia? Maana usiku huo Mungu atatuma malaika wake wa mauti. Wakati malaika wa mauti anapiga kila nyumba ya Misri, anapiga kila mzaliwa wa kwanza, atakapoiona ile damu ya mwana kondoo, ile damu ya dhabihu, kwa hiyo nyumba zenu hakutatokea msiba. Kwa hiyo unaanza kuelewa kumbe kuna umuhimu, kuna mahusiano kati ya dhabihu ya sadaka na nguvu zidi ya mauti. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tenda na wewe taratibu usipate shida. Haya, sasa nataka tukasome. Hiyo nilikuwa nakupa tu mtangulizi, lakini Wafalme wa Pili sura yake ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4, andika maandiko haya vizuri. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wake wa 8 mpaka wa 17. Wafalme wa Pili 4:8 mpaka 17. Alafu unaingia tena mkato, unaweka mkato, unaanza mstari wa 31 mpaka wa 37. Nikifungua hapa, nikifungua haraka Wafalme wa Pili sura ya 4, nikigusa haya maandiko, Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Mstari wa 8, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunem, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje kula chakula. Ikawa alipopita njia ile huingia na kula chakula. 9, yule mwanamke akaongeza kidogo heshima, akasema kumlisha peke yake itoshi. Akamwambia tunapanda dao. Unapandaje dao? Mstari wa 9, yule mwanamke akamwambia mumewe, naipenda hii ndoa hii sana baba. Hii ndoa inajua umuhimu wa madhabahu, inajua umuhimu wa kuhani wake, inajua umuhimu wa mchungaji wake kwenye maisha. Na Uiwara alikuwa mchungi masaa yote kama wewe. Alikuwa anapita kwa muda, wenda maombi aliyokuwa anaomba na alivyokuwa anamuona yule mtu wa Mungu, akavutiwa sana. Akamwambia baba, tufanye jambo hapa. Sawa?
akasema na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani. Mungu awabariki kwa namna mnavyofanya watu wa Harvest Christian Center. Nataka niwapongeze kwa jina la Yesu aliye hai. Mmekuwa watu wa baraka sana, watu wa Harvest. Nasema Mungu awabariki sana. Mmekuwa watu mnaojali sana, na nataka niwahakikishie kama Bwana aishivyo, hesabu ya kwamba mauti Bwana atakutenga nayo. Mauti yoyote ya ghafla, mauti ya kipepo, mauti ya kishetani, hiyo mauti Bwana ataizuia kwenye maisha yako, ataizuia kwa wanao, ataizuia kwenye ndoa, ataizuia kwenye biashara, ataizuia kazini, ataizuia kwenye huduma. Kwa nini? Kwa sababu mnajua kuweka au kumtunza kuhani wa madhabahu. Amina. Mungu awabariki sana Harvest, bila kupepesa macho. Maana ninavyovisoma hapa ni kama mara nyingi mnavifanya. Nyinyi ni watu wa baraka kwa babangu sana. Jamani, Bwana asifiwe. Mzee, tutakuwa watu wabaya tusipotambua mchango wao. Sawa, 18 ni hapo. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno, akamwambia baba yake, kichwa changu kama alivyokuambia. Akamchukua akampeleka kwa mama yake. Sawa, akampeleka kwa mama yake, hata zuri, kisha akafa. Mamae akapanda juu, nampenda huyu mwanamke. Baba akamchukua mtoto akamlaza juu kwenye chumba cha gorofa, akamwambia, sikiliza wewe, uko uliko Elisha utamtambua kwa jina la Yesu. Zile sadaka ulizokula utaniambia ulikula wewe au alikula Mungu unayemtumikia. Akamweka mtoto, mwanamke nampenda, akasema, siziki kijinga hapa, hamna matanga, wala simwambii mume wangu kama kuna msiba. Akamfunika kizuri kama karara, akachukua punda akamfuata Elisha, akamwambia, Elisha, sikukwambia utanitania mtoto amekufa? Sasa naomba twende. Elisha akataka kumtuma Kigeazi, mchungaji msaidizi, akamwambia, usinitanie wewe, nilikujengea nyumba. Usinitanie Elisha, nilikuwa nakulisha baba. Sadaka ina nguvu, najua Mungu wako. Twende ukafufue mwanangu. Naongea sadaka yenye uwezo na nguvu dhidi ya kushinda kifo na mauti. Kanisa la Bwana nielewe, sadaka yako na dhabihu zako zina nguvu kwa jina la Yesu za kugomea kifo. Mwanamke wa Agano la Kale, na waita wanawake wa Agano Jipya, na waita wanaume wa Agano Jipya, toeni kwa Bwana aliye hai, toeni kwa Mungu aliye hai, toeni bila kuchoka, toeni bila kukoma. Ana sadaka yenu haibebi tu baraka, haibebi kuinuliwa, haibebi ustawi, inabeba nguvu ya kuzuia mauti. Jamani, ameda. Kanisa la Bwana, amina. Kanisa la Bwana, haleluya. Usicheze na dhabihu. Narudia tena, usicheze na dhabihu, usicheze na sadaka, usicheze na dhabihu, usifanye vibaya kwa kuhani wako, usifanye bora liende kwa mchungaji wako. Narudia tena, usifanye bora liende. Jamani, haleluya, haleluya. Napenda huyu mwanamke aliporudi 31 Elisha akasema, haya sasa niachie. Akapanda chumbani kitandani, akaomba naye akafanya alivyofanya. Mtoto akafufuka, akampa mama yake. Sadaka sio tu inanena, sadaka inapiga kelele na inagomea kifo. Nisikilize, ni Biblia yako yapo kwenye Biblia ya maandiko. Tunaenda sawa sawa. Acha nikusomee leo, nataka nikupe maandiko alafu nitahubiri haraka, usiogope. Sawa, namba 2 nikupe andiko jingine la Yohana 11 au nikipeleke Wafalme. Nikuoneshe Elisha alifufua na Elia naye. Nikuoneshe sasa, kwa sababu ni wiki ya kutegemeza, ya kufanya dhabihu kubwa kwa ajili ya madhabahu na mchungaji wako. Acha nikupeleke kwa kumbukumbu, usije ukakutana na wauni wanasema hiyo hamna. Ni andiko moja tu. Wapi sadaka na nguvu ya kugomea kifo, ya kugomea mauti? Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17. Andika kwa ajili ya kizazi chako, kwa ajili ya kuwafundisha watoto wako, wakusaidia wengine wauone utamu wa
wa kutoa. Sitoi kwa sababu kuna shida, natoa kwa sababu sipendi mauti, sipendi hilo pepo, sipendi roho ya mauti kwenye maisha. Sitaki kuisikia. Mauti ni mbaya. Kama unaipenda mauti, endelea kuwa mbaili. Nikufundishe leo, unapenda mauti sana, endelea kuwa mbaili na mchoyo kwenye kazi ya Bwana. Endelea kuwa mbaili na mchoyo kwa mchungaji wako. Wapendwa, sisi tumeitwa na mbingu, sisi tumeitwa na Yesu Kristo. Yesu wetu aliyetuita hajawahi kutuacha, anafanya kazi na sisi. Yesu aliyemleta huyu baba yangu Masasi na mke wake hapa kama zawadi kwenu, hajawahi kumtelekeza. Nataka niwahakikishie kwa jina la Yesu, nyie ni watu wazuri wa baraka, mnafanya kazi kubwa mno. Lakini hata siku mkitesti mitambo, hebu tugome tuone kama ataishi. Nataka niwaambie, kama ishivyo Mungu aliye hai, ataishi sana na atastawi sana. Jamani, haleluya. Sawa. Wafalme wa kwanza 17. Sasa hapa nisikusomee, nataka nikupe maandiko. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 10 hadi wa 16. Naandika kimkakati alafu utanielewa. Wafalme wa kwanza 17 10 hadi 16, alafu unaanza 17 mkato 17 mpaka 28. Maana yake nini sasa? Mbona ni ungesema tu moja kwa moja? Maandiko haya anaonesha Elia mtishi anaenda kwenye mji mmoja ambao uko Tiro, uko na Sidoni, karibu kando huko, unaitwa Serepta. Alipofika hapo akakutana na mjane. Mungu alimwambia na kuandalia mtu, kwa haikutokea bahati mbaya. Yule mjane akakutana naye, ndio anaokota kuni aende akapike kidogo fuale afe. Biblia inasema hivyo. Elia akamuita mwanamke na akamwambia, mama, naomba nifanyie chakula. Mama akasema, ungeomba maji mimi nakupa, ila chakula nisamehe, kwa sababu tunaunga kidogo, tunaenda kupika na mwanangu alafu tule tufe. Mnajua hayo maandiko, sio? Elia akamwambia, usifanye hicho kitu mama mwanamke, niandalie kwanza mimi. Tukifundisha ili watasema ni wakatili sana. Kwa hiyo wanataka wale wao, alafu watoto wetu, wake zetu wafe. Mimi andiko hili inaonesha kuna umuhimu wa kumpa nafasi, wa kumpa kipaumbele kuhani wa madhabahu yako. Kuna umuhimu, kuna nafasi, kuna heshima ya kiajabu sana unapompa nafasi au kipaumbele kuhani wa madhabahu yako. Wanamama na wababa wa madhabahu hii na vijana, na kufundisha, weka huo moyo kwa watoto wako. Kuna siku namwambia watoto wangu, tuendeni nisindikizeni kwa mchungaji na kwa mama mchungaji, nisindikizeni. Alafu unapoenda na dhabihu, waone namna ambavyo unatembea na Mungu wako kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, haleluya. Haleluya. Sawa. Sawa. Kule mstari wa 17, baada ya kapu la unga kujaa na nini, baraka zikaongezeka huku na huko. Si mtoto akaumwa? Mtoto aliumwa naye huyo. Huku na huku. Wafalme wa kwanza 17. Fungua Biblia yako na kuonesha umuhimu wa dhabihu kwenye madhabahu na kwa baba yako wa rohoni. Wafalme 17 ule mstari wa 17. Ikawa baada ya hapo, mwanawe yule mwanamke bibi wa ile nyumba akaugua, ugonjwa wake ukazidi, atakawa hana pumzi, maana yake akafa. Akamwambia Elia, nina nini na wewe mtu wa Mungu? Je, umenijia dhambi yangu ikumbukwe? Ukamuinue ukamue mwanangu. Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa kifua chake akamchukua juu chumbani alimokuwa yeye, amemlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana, akanena, e Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu na ekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akajinyoosha juu ya mtoto mara 3, akamwomba Bwana, akanena, mtoto akarudi kwenye uzima. Naongea mwanamke mwili wa kwanza alijenga nyumba, chumba kidogo, akampa chakula. Tunaenda sawa sawa Elisha. Mwanamke huyu anamkaribisha Elia, anakaa naye kwa miaka mpaka njaa inaisha, kapu linaongezeka, mafuta yapungui, wanakula. Ghafla mtoto anaumwa. Wapenda wanawake wote hao wanamfuata Elia, wewe mchungaji, wewe sadaka zetu. Amina. Amen. Amen. Mungu anajitukuza kwa kuhani wake. Mtoto anaamka tena. Kuna mtu unanielewa? Sasa twende Yohana Injili
Kiawacha Agano Jipya, Agano la Kale, washirika wa sasa ni wadadisi, watasema vipi Agano Jipya? Twende kwenye habari ya Yesu, Injili ilivyoandikwa na Kristo Yesu mwenyewe kupitia kwa Yohana Mtakatifu. Yohana 11, nitasoma mistari michache sasa pale. Yohana 11 mstari wake wa kwanza mpaka wa 3, tunaweka full stop. Tunaenda wa kwanza mpaka wa 4, anaposema ugonjwa huu si wa mauti bali ni wa kumtukuza Mungu. Yohana 11 1 mpaka 4. Yohana 11 1 mpaka 4. Mnisaidie nimalize hapa nikimbizane na saa yenu vizuri. Yohana 11 1 mpaka 4, mkato 38 mpaka 44. Nisaidie kuandika. Yohana, andika tu kwa ajili ya kumbukumbu zako nzuri na kwa kizazi na familia yako. Yohana 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4, mkato mstari wa 38 mpaka wa 44. Kama ukiandika hilo sasa, ili likae vizuri, lilete maana, ni kuconnectia hii familia ilivyokuwa inafanya, hii familia ilivyokuwa inajitoa. Ningekupeleka Yohana 12, lakini sasa nifungulie mabano baada ya kuandika hilo andiko la Yohana. Fungua mabano uandike maandiko haya mawili. Andika basi hata moja, Luka 10:38 mpaka 42. Hiyo Yohana 11 1 mpaka 4, 38 mpaka 44. Unafungua mabano au unaweka dash, nisikuchanganye sasa. Unaweka dash kwenye hilo andiko moja mbele, unaweka Luka 10:38 mpaka 42. Kwa nini naweka hilo andiko sasa? Yohana, kwanza tusome Yohana hapa haraka. Yohana 11, maandiko yanasema, basi mtu mmoja alikuwa hawezi, anaitwa Lazaro wa Bethania. Kuna mtu unanielewa hapa? Anaitwa Lazaro wa Bethania ambaye alikuwa hawezi. Sawa. Na huyu mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Kuna vitu utapata hapa. Ndiye yule, angalia mstari wa pili unatoa siri. Mstari wa pili unatoa siri ya ajabu. Unasema ndio yule Mariamu aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake. Yani unaokuonesha hii familia. Kumbe moja, huyu kuna dada mtu Lazaro, dada yake ndiye aliyotoa kibweta cha marhamu safi, ambayo tunasema hivi kwa mujibu wa historia na nyakati zile, na ile gharama ya ile chupa ya ile perfume yale marhamu ambayo ingeuswa kwa nyakati zile, ilikuwa ni mshahara wa kulipa kibarua kuanzia Januari mpaka Disemba kwa mwaka mzima. Gharama yake ilikuwa, perfume ile ni ya kukata na shoka. Ile perfume ukipuliza hapa, ukiingia wote tunasema shikamo mama mdogo, shikamo baba mkubwa. Maana umeingia, zetu zote zinakuwa kimya, ni kama hatujapaka kitu au hatujaoga. Perfume hiyo, na ziko nyingi, ziko za 500,000, za milioni. Mungu akupe neema, na naomba hiyo neema. Kila nikisomaga ile andiko nakumbuka neema ya kunukia huyu mama. Nafikiri mchezo, ilikuwa taharuki mpaka Yuda na mitume wanasema, mzee, hii perfume upotevu wa hela, hii ingeuswa, ingewalisha maskini kibao. Usicheze na hiyo gharama, hiyo perfume. Haleluya. Usitusumbue hapa saizi tu na perfume yako. Hebu nikuache. Nikuache. Sasa mwenyeji wa Bethania. Sawa? Unaposoma Luka 10 sasa, nataka nikuoneshe hawa watu walikuwa na mahusiano. Yesu alikuwa, Mariamu na Martha na Lazaro. Muujiza ukotokea tu bure tu. Na kuonesha dhabihu sawa. Dada mtu Mariamu ndiye aliyekuwa ametoa kibweta cha marhamu. Sasa kwa nini nasoma tu story? Narudi Luka 10 hapa haraka. Maana kuna watafiti wengi wasio wakamtukana Yesu wetu. Luka ngapi nimekwambia? 10 sio 38. Tufungue Biblia. Ikawa katika kuenenda kwao, mmefika kwenye Biblia? Luka 10:38. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akisikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akimwendea akisema, uoni vibaya, mimi naandaa hapa mapochopocho. Alafu sikiliza, umeanza kuelewa? Hawa ndio walikuwa pia, hii ni moja ya center. Yesu alikuwa akifika na timu yake wanakula, wanalishwa dhabihu. Sikuna mtu unanielewa? Huyu wao walikuwa wanamlisha Yesu chakula. Na ndio unaona hata wanapoandika kwenye Yohana ile waraka, ile barua inapokwenda kwa Yesu, inaandikwa kwa mbwembwe sana. Yesu umpendaye hawezi.
hawaombi sana, maana kuna mahusiano kwenye hiyo mistari. Ufanye haraka, unayempenda hawezi. Kwenye mabano hapa mimi nakusomea sasa. Wanaambia kumbuka, si unakumbuka Bethania? Sisi ukija tunakupikia, umesahau Yesu. Yesu usisahau. Dada mkubwa Mariamu usisahau. Ndo alitoa mapafimu yake ya kutosha. Si unakumbuka inavonukia? Umpendaye sasa hawezi. Fanya mambo. Kuna mtu unanielewa? Kuna mtu unanielewa? Wewe, haya ni maneno ya ndani ya moyo. Ningeongea kifamilia, kindoa, ningesema maneno ya chumbani ya watu walioshibana. Huwezi ukamwambia waziri, ukamwambia mheshimiwa rais, maana Yesu alikuwa na hiyo zaidi ya hadhi ya juu hapo. Unaenda sasa akatisha msafara, anamwambia mheshimiwa, na kuomba unayempenda hawezi, njoo mponye. Kirahisi hivyo? Wewe nani? Walikuwa na mahusiano. Hakikisha unaweka mahusiano yako na madhabahu. Sadaka inakutengenezea mahusiano na madhabahu, inakutengenezea mahusiano na kuhani wa madhabahu. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Hawa walikuwa na mahusiano yaliyoshiba. Jamani, haleluya. Haleluya. Sasa naomba nije kwenye somo langu. Dakika hizi ni nyingi, 20 pale zinatosha. Zinatosha, na tutakuwa tumeponda vizuri kichwa cha yule Lucifer vizuri. Tutakuwa tumepiga hapa marohani na mashetani ya kifo. Sasa naomba niongee, kwa kuwa naongea dhabihu, nguvu ya dhabihu na uwezo wake dhidi ya kifo. Jamani amina. Jamani amina. Sasa Lazaro alifufuka, kufufuka nijibu hapa. Yohana 11:38, 35, Yesu anasogea kwenye kaburi, alafu anamwambia toeni jiwe, mwanamume analia. Wakasema angalia alivyompenda. Ni kweli alimpenda. Akasogea akasema ondoeni jiwe. Mariamu na Martha wanasema mzee ananuka sasa, maana inapata siku ya 4. Akaambia sikwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu aliye hai, toa jiwe. Alafu akamuita aliyekufa. Ni kama anawaambia tulieni nyie sasa, niwaoneshe nguvu ya sadaka. Mkitoa mlikuwa mpotezi, nataka niwaoneshe utamu wa mahusiano yetu. Niwaoneshe utamu wa ile sadaka mliokuwa mnatoa. Sasa niwaoneshe sadaka yenu ina nguvu ya kunena, sio tumema mpaka kumtoa aliyekufa. Mwanamume akaita Lazaro, toka nje. Lazaro akatoka akiwa mzima, na kuombea kwa jina la Yesu aliye hai, akisiwepo chochote cha kufa. Majira haya tunapomaliza mwaka, tunapoenda kusherehekea Jumapili, tunapoingia mwaka mpya, kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa kwa lugha nyepesi naongea dhabihu na uwezo wake dhidi ya kifo. Nini maana ya kifo? Kwa sentensi chache nitaje hapa. Nisikilize, huu ni mwisho wa mwaka. Natamani kanisa lingeelewa kwa nini unapewa fursa. Wazee wa imani hawa, Mungu aliwabariki, anitunzie baba zangu, walijua majira haya. Kanisa la Mungu la Kristo, hasa la Assemblies of God, inapewa nafasi la kujiunganisha, la kujiweka kwenye madhabahu vizuri, za kukumbuka kazi na utumishi na huduma ya baba zao wa kiroho. Lakini ninasikitika mzee, inaniuma sana, wako makanisa yanafanya bora liende, yanatangaza tu jamani wiki ijayo tutakuwa na kumshukuru Mungu. Hovyo. Napenda sana harvest. Wanafanya ovyo. Kama mchungaji ulikuja mwenyewe, kwani tulikuomba uje? Hii kazi uliitwa mwenyewe, kwenda huko. Ni kama wanamfukuza na kumnyanyasa baba yao na mama yao wa kiroho. Sitasahau wema mkubwa aliowajaza baba zangu. Kamati kuu, halmashauri kuu, najua mlipitisha pia hiyo, ikapitishwa na Mungu abariki askofu wangu mkuu na kamati yake ya utendaji. Mungu ambariki, alikuwa anaiwazia mema kanisa la Bwana. Watu hawa mwishoni mwa mwaka wamalize na baraka. Mwishoni mwa mwaka hiyo dhabihu kwa kuhani wao iwazuie mauti, lakini wakiingia Januari waanze kuomba, waweke mwaka wao wako. Tupate wapi wazee walio rohoni kama hivi? Tupate wapi wazee walio rohoni kama hivi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna makanisa Mungu awabariki harvest. Na maanisha, narudia tena, Mungu awabariki sana harvest. Habariki uzao wenu, habariki kazi zenu, habariki biashara zenu, habariki ndoa zenu, habariki uzao wenu. Mungu asiwaache, apigane vita yenu kwa jina la Yesu aliye hai. Mnafanya vizuri mno.
Miezi inaandaliwa, sio? Miezi inaandaliwa dhabihu ya kumtegemeza Baba. Inaandaliwa Mungu awatendee mema. Na makanisa ovyo wanasubiri siku mbili, kama vile wanataka kuzika mwili wa dini nyingine ule aulalagi, au mwili wa Kiyahudi. Niseme sitaki kugombana na watu, wanataka kuzika mwili wa Kiyahudi, maana ilikuwa Hilali Zege. Jamani, kama mnavyojua ndio kesho. Vipi wewe una adabu? Kwa nini hauheshimu kazi ya Mungu kwa baba yako wa kiroho? Na chochote, naomba niongee sentensi mbaya kuliko vyote, chochote usichokidharau akikusaidi, naweka vizuri. Maneno haya aliongea baba yangu, na ni mmoja kati ya watumishi wa Mungu, yuko Uingereza, ana asili ya Kinigeria, ni Mnigeria, anaitwa Matthew Ashimolowe. Alisema upako wowote unaodharau kamwe hautakusaidia, hautafanya chochote kwenye maisha yako. Narudia tena, upako wowote usioheshimu, usioutunza, usiounyenyekea, haufanyi chochote. Mungu awabariki kwa kuheshimu mafuta kwenye baba yenu. Nasema Mungu awabariki kwa kuheshimu mafuta yaliyo kwa baba na mama. Baba mchungaji, mama na mama naye mchungaji. Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Wanafikiri wanafanya vibaya, wanamkomoa mchungaji. Sisi hatukomeshwi. Kumbe wajui wanakaribisha mauti kwenye maisha yao. Nini maana ya kifo? Andika namba moja ni nini? Kifo ni hali, tafsiri nyepesi kabisa, lakini ikiwa na nini, ikiwa na fundisho la kitheolojia. Kifo ni hali ya kutengwa, ni hali ya kutengwa na wema, na kutengwa na wema wa Mungu. Naongea kwa muktadha iende sawasawa na somo langu la dhabihu, la sadaka na madhabahu na kuhani wa madhabahu. Kwa hiyo kifo ni hali ya mtu kutengwa na mema na wema wa Bwana kwenye maisha yake na kizazi chake. Narudia tena, ni hali ya mtu kutengwa na wema na mema ya Mungu katikati yake na kizazi chake. Anatengwa na wema na mema ya Mungu aliye hai kati yake na kizazi chake. Anatengwa, hali ya kutengwa na wema na mema ya Mungu kwenye kila eneo la maisha na kizazi. Ndio maana ya kifo. That is death. It's a separation. Death ni kutengwa, death ni kutengwa. Sasa nini? Mtu akifa anatengwa na mema na wema wa Mungu hapa, ataupata mbinguni, lakini kimwili, jamani, amekufa. Maana yake ametengwa. Mwili hauwezi tena kuona TV, mwili hauwezi tena kula chakula, umetengwa na mema na wema. Maana tukiwa duniani tunakula mema ya Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa namba 2, nini maana ya kifo? Niende na wewe taratibu. Ukisikia dhabihu na nguvu dhidi ya mauti au kifo, elewe vizuri. Sasa namba 2, nisikuchoshe sana. Nini maana ya kifo? Namba 2 ni hali, mimi naipenda hii sana, ni hali ya kupungukiwa, ni hali ya kuondokewa na utukufu wa Mungu katika kila eneo la maisha yako. Baba, utukufu ni kifo. Ndio maana Waebrania walielewa ya kwamba yani ni kifo kabisa. Utukufu wa Mungu ukiondoka kwetu, tumekufa, tumekwisha. Unaposoma Samueli wa kwanza sura yake ya 4 mstari wake kuanzia wa 18 au wa 17 mpaka 22, unakutana na mwanamke mmoja aliyekuwa mkwe wa kuhani Eli. Wakati mume wake amekufa na anapewa taarifa, anasema vita viliendaje? Anasema kule kumepigwa, Israeli imepigwa. Anasema hiyo sio habari, leta habari. Anasema 1, Israeli imepigwa. Anasema sio habari, ongea tena. Anasema 2, mume wako amekufa. Anasema hiyo sio habari, leta habari. Utukufu wa Mungu, sanduku la Bwana lipo au limeondoka? Akaambiwa sanduku la Bwana limeondolewa. Yule mwanamke akakamatwa na uchungu, analishtuka ghafla, akakamatwa na uchungu, akasaa. Wakati anazaa na akaribia kufa, akaambia mmepata mtoto wa kiume, jitie nguvu. Akasema hapana, na huyo mtoto muiteni Ikabodi. Maana yake utukufu wa Mungu umeondolewa. Ikabodi, Kiebrania kabod ni utukufu wa Mungu. Kiunani tunaita doxa. Kwa hiyo anasema utukufu wa Mungu umeondoka, tumeshakufa. Msinitie moyo kama nimezaa mtoto. Nini maana ya kifo? Ni kuondoka kwa utukufu wa Mungu kwenye
kwenye maisha ya mtu. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, na kuonesha dhabihu, na kuonesha nguvu ya dhabihu, na usichezee dhabihu, maana unachezea unachezea maisha yako na ya vizazi vyako. Cheze na dhabihu. Kama una bora useme sina, kuliko nafanya bora liende. Mungu hadhihakiwi kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, amina. Wewe nikupeleke Agano Jipya nini la Matendo ya Mitume. Roho Mtakatifu ananipa ufunuo nikupeleke wewe. Kwa nini alikufa yule mbwa mpuuzi mmoja anaitwa Anania na Safira? Kwa nini walikufa? Walichezea dhabihu kitakatifu. Wakaambia hii dhabihu imebeba uzima na uhai wewe. Hawakuzini wale. Hawakukutwa guest. Walikuwa ni watu wa Mungu, ila tu walichezea dhabihu. Nikufundishe vizuri. Imebeba, mtu anaweza akafa au akapona dhabihu. Kuna mtu unanielewa? Ile ni Matendo ya Mitume sura ya 5. Uelewe mpendwa, mzee waelewe hawa. Unapofanya ukijabihu, jamani nitatoa hiki hapa. Jamani mimi mpaka Jumapili nitatoa, na usisubiri mpaka Jumapili. Toa ukipata sasa leta. Amina. Amina. Wangapi wamebeba dhabihu leo? Nione. Hebu lete mliokuja nayo. Iko wapi? Mmeshamaliza wote humu ndani? Mmemaliza, mnasubiri Jumapili? Basi Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Kwa ni kutengwa na utukufu wa Mungu aliye hai. Namba 3, kifo ni hali ya kukosa ustawi. 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 Kifo. Sasa nini? Naomba nijibu sasa. Nijibu swali la pili. Nijibu swali la pili, sio? Uniruhusu nijibu la pili haraka kwa kidogo sana, kwa kidogo sana. Naomba andika hii kitu hapa. Sasa kwa nini kifo kinaruhusiwa? Hivi kwa nini jamaa, yani kifo, yani kwa nini kifo? Sasa hiki sio cha Mungu. Hiki ni kifo cha adui unapofungua mlango. Kwa nini adui? So wakati mwingine kwa nini anatutafuta sana? Na anakamata akili za watu wa Mungu wafanye vibaya. Watoe vibaya watu wa Mungu. Kwa nini? Ni sababu ziko nyingi, inaweza kuwa 9 na zigawa katika makundi matatu. Kwa kwanza na isamalize moja tu. Ya kwanza, kwa nini? Ili kukatisha hatima. Nimesamalize makundi hayo katika 9, nimekata kundi la kwanza 3 zote, nimekupa moja. Ili kuzuia au kukatiza mtu asifike kwenye kilele cha hatima yake. Kila mtu aliyezaliwa na mwanamke ana kitu Mungu amempa, ana safari Mungu anampa, ana kitu Mungu amewekeza. Hicho kitu Mungu anapata faida, hicho kitu Mungu anainuliwa, hicho kitu wewe unapata baraka, hicho kitu kizazi kitafaida. Inaitwa hatima. Amina. 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 Sawa. Namba 2. Kwa nini kifo sasa? Kwa nini kifo unapofanya vibaya? Namba 2, ili kukatiza uzao. Mungu ndio alisema zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo kifo kinakatisha kusudi la Mungu la maongezeko. Kifo kinakatisha. Wewe na mimi makini sana. Naongea dhabihu na uweza wake wa kuzuia mauti. Dhabihu na uweza wake wa kuzuia kifo. Dhabihu na uweza wake wa kutengua kifo. Na kukumbusha tena, toa vizuri sana kwa mchungaji wako, toa vizuri sana kwenye madhabahu, toa vizuri sana kwenye mawanda mapana ya ufalme wa Mungu aliye hai. Nisaidia kusema amina kwa Bwana aliye hai. Jamani, haleluya. Namba 3 ni summarize hizi point 9. Namba 3 tumeshaweka Ya kwanza kuzuia kunyonga hatima usifike kilele. Namba 2 kuzuia kizazi. Namba 3 kuizofisha. Kuizofisha ni kuzofisha tu kazi ya Mungu, sio? Kazi ya Mungu isiendelee, isiende kwa ubora, isiende kwa utukufu. Kazi ya Mungu isiende, ni kuzofisha. Wanapokosekana watoaji wazuri, kifo yani unaharibu huduma ya Bwana. Ni maombi yangu Bwana wainue tena Harvest. Ainue majitu na watu watakaoendelea kujidhabihu kwa jina la Yesu aliye hai. Hata wiki la hili likipita, yawe ni maisha yao, na kuombea Bwana akupe maisha ya dhabihu katika jina la Yesu aliye hai.
hawataki kutoa, mnataka kuomba. Nasema Bwana akupe maisha ya kutoa kwa jina la Yesu aliye hai. Sawa. Sasa nijibu swali jingine. Nini kinaweza kufa haraka kwa dakika na nusu naweza? Nini kinaweza kufa? Maana hapa ni kufyatua. Ni maombi kwa jina la Yesu. Leo tutaombea mikono yako, tutaombea akili zako kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, amina. Miguu yako unapoingia na kutoka, anawaambia kila mtakapokanyaga nimewapa. Tunaenda sawa sawa, ni kumiliki pale. Anasema kila mtakachoshika kitafanikiwa. Tutaomba kwa jina la Yesu. Utaenda ukitoka hapa, nenda kwenye ofisi, nenda kazunguke nyumba yako, nenda kaombe. Sasa usizunguke kama ilipo, maana yangu iombe nyumba yako. Amina. Sawa. Nini kinaweza kufa? Uwe makini hapa. Kama mtu anaweza kufa, mzee, watu wangeelewa, wangekuwa wanapenda kutoa. Mimi nimeanza maisha ya kujipendekeza kutoa. Yani iwe jua iwe mvua, napenda kwa jina la Yesu aliye hai. Sipati hasara. Najua kwanza mbingu hazitaniacha kwanza. Napotoa mbingu, unajua ni kanuni, nitafika kule baadaye. Wakati wale Mungu alikuwa anawaambia, sikilizeni nyie wanangu, sitawatoa mikono mitupu kwenye hili jiji hili. Hii nchi ya Misri mmekaa ukiwa utumwani miaka 430. Ile kitabu cha Kutoka 3:21 anawaambia sitawaacha mtoke kinyonge hapa. Hawa jamaa watawapa kila walichodhulumu hao. Watawarudishia vitu vyenu mara 100. Na Mungu anathibitisha hiyo. Kitabu cha Kutoka 12:36, wakati wanaondoka usiku, Biblia inasema wakawapa wa Israeli, wakawaomba, wakawateka nyara, wa Misri, wakawapa wa Israeli kila walichowataka. Hautamaliza mwaka mikono mitupu. Nasema hautamaliza mwaka mikono mitupu. Unapofanya kwa Bwana haumalizi mwaka mikono mitupu. Unapofanya kwa Bwana kizazi chako hakimalizi mikono mitupu. Jamani, haleluya. Mtu anaweza kufa. Andika laka tukimbie. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio. Mtu anaweza kufa. Ayubu 14:1. Sasa hiyo ni Biblia, ni shule kidogo ndefu. Naomba ni summarize, nikupe vitu vichache. Uniruhusu nisiwe nakupa maandiko, maana kila point inaandiko. Tunaenda sawa sawa. Ndakupa zile chache. Sawa Kwa nini sasa? Nini kinaweza kufa? Nimesema mtu anaweza akawa mtoto mchanga, akawa kijana wa kike wa kiume, akawa mbaba, mama, mbabu, bibi, wote wanaweza kufa. Maana ni mwanadamu. Namba 2, nini kinaweza kufa? Mahusiano na Mungu. Mahusiano yako na Mungu. Ule unyevu, ule ubichi ule mimi naita utamu ule ile kiunja na shauku ya kutembea na Bwana aliye hai inaweza kufa. Ufunuo 3, mimi sasa nisema siwapi maandiko. Haya. Ufunuo sura ya 3 nisema siwapi, lakini acha niwape kidogo sasa. Ufunuo 3 sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2 anasema, nayajua mambo yako, nayajua matendo yako. Una jina la kuwa hai ila umekufa. Mahusiano na Mungu yanaweza kufa. Ukabakia Mkristo jina. Tunza sana. Kiroho kinatunza, yani zabibu inatunza mambo mengi mno. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu aliye hai. Dhabihu inatunza mambo mengi sana. Kama ulikuwa hujui, sio tu uhai wako, inatunza kiroho chako. Anayetoa yuko kiroho sana, nakwambia ukweli. Kiamini nikitoa nasikia raha. Nikishuhudia nasikia raha ya ajabu. Nikijalo raha. Kiroho kinaweza kufa. Ndio maana hapo kusema wengine tuombe, kuna watakao wanaangalia juu. Watapiga na miayo. Naangusha. Napiga wote. Na kuna mwingine alishazama, yuko peponi masaa 200 yaliyopita, yuko kwenye utamu. Retotonana yekosokataba rikotoria manakanaba yedenena masaya baraka rodobo tatata yetayaba rikosaya koramana yedededa badaka yesaka masaa 4. Wewe ukiomba dakika 3 naangalia sana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti nasemaje? Naombea babangu mzazi, mjomba, shangazi. Naombea biashara zote. Yesu katika dakika moja haijaisha. Baba nasemaje?
Mnaanza kujitakasa na jichovya kwa damu ya Yesu. Utajichovya ukimaliza dakika moja na robo. Mahusiano yanaweza kufa. Kiu, njaa ya kutembea na Jehova inaweza kuisha. Nini kinaweza kufa? Jina lako linaweza kufa. Hii nasikia ni somo. Jina linaweza kufa. Zaburi ya 66 mstari wa 2. 66 Zaburi 66, jina linaweza kufa. Wewe jina linaoza. Kufa jina. 66 Zaburi mstari wa, usiringie watu wewe. Kizazi chote kikafa kikapotea. Kainuka na mafarao yale ya mazuri ya kafa yote. Kazaliwa li farao alijui mtu yote anaitwa Yusufu. Kizazi kinaweza kufa. Mungu atunze kizazi chako. Jamani, amina. Kizazi chako kisife. Ndani ya kizazi chako kitoke watu wakubwa. Hiyo inatunzwa na dhabihu katika jina la Yesu. Niongea jana tukaomba, lakini nakuombea tena. Kwenye viuno vyako na matumbo yenu watoke waheshimiwa, watoke wapakwa mafuta, watoke wanasiasa watakatifu, watoke wafanyabiashara, watoke wanasayansi, watoke watu wakubwa. Kizazi chako kisife. Amina. 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 Heshima inaweza kufa. Nye watu vingi andika mpaka uchoke. Heshima inaweza kufa. Naweza kuacha vyote, lakini hii siwezi kuacha. Kibali kinaweza kufa. Samueli wa kwanza 16 mstari wake wa kwanza, na upenda peke yake na ule mstari wa 7. Mungu anamwambia Samueli, usimlilie Sauli, achana nalo, nimeshalikataa. Mstari wa 7, wakati anampa maelekezo sasa, weka pembe mafuta kwenye nyumba ya Yese, kuna mtoto anaenda kujichagulia. Alipofika mstari wa 7, mzee Yese analeta watoto wake mbele ya mzee Samueli, anavyowapitisha pale sasa jambo la baraka. Wakati anawapitisha, akaanza na jamaa anaitwa ni Eliabu au Shama. Bonge la mtu. Mzee Samueli akatekewa. Mungu akamwambia, acha, nimemkataa. Niseme nini kwa Vashti? Wenye ndoa mchunge sana. Vashti aliitwa na baba mfalme, akalinga. Hapana, sio alijibuje, anajua mwenyewe. Esther sura ya 1 utasoma nyumbani kwako. Hapa tunakimbizana. Mstari wake wa 10 hadi wa 19. Esther 1:10 hadi 19. Si akaleta nyodo, ujinga. Si mfalme akasema liondoeni hilo. Vashti, ngoja niongee neno baya na gumu sana. Kila alipo Vashti nyuma yake yuko Esther, hata kama onekani. Kila alipo Sauli nyuma yake yuko Daudi, hata kama onekani. Kuna mtu unanielewa? Usilinge sana kwenye kazi ya Bwana. Usilinge sana hata kwenye ndoa, kazini kwako. Mungu anaweza kainua, maana tabia moja ya kibali kinaweza kuama toka kwa mtu mmoja kikahamia kwa mwingine. Naogopa sana nikifikia hilo eneo. Naambia Baba, nitunze mfalme, nisaidie mwanao, usiache nikapotea, usiache nikakataliwa na wewe mwenyewe na wanadamu. Mbaya sana na kuombea Bwana atunze kibali chako. Kibali chako asipewe mtu mwingine kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu ukifa mtu anakuwa chizi, unasikia kawa mweu. Ufahamu umeharibika, ana shida na afya ya akili. Ni watu wa Mungu, sijakuja kuwatesa. Naomba niongee vitu kama 4 na muda wangu wa kutosha kabisa, na nitaumaliza vizuri kwa jina la Yesu. Nataka niongee vitu vichache, wenyewe watakatifu wazuri wa Yesu, niongee vitu vichache. Nini? Utajuaje sasa unafuatiliwa na hili roho hili? Hili roho hili la mauti na ya kwa ajili ya kutoa vibaya, utajuaje? Nikupe tabia ziko hapa, nimeandika 9, nikupe chache, sio? Utajuaje? Utajuaje? Namba 1, hii roho linakufuatilia. Unatoa na ahadi na nadhiri zisizotimilizika. Ujue tayari roho ya mauti na mapoza inakuinda. Kuna mtu ni bingwa wa kutoa ahadi. Chongaji, nipo anasemaje? Hiyo swala la kujenga nyumba yako. Mimi milioni 13. Kila ahadi yeye ananyosha, hajawahi kutoa hata moja. Tunanunua mafagio ya kufagia uwanja wa kanisa. Nasema mafagio mangapi? 24. Naleta 10 kesho asubuhi, hajawahi kutoa. Hadi buku anaahidi atoe. Utajuaje unafuatiliwa na maroho ya mauti
inahusiana na kutoa vibaya. Manaziri hoe hewa. Vipi na wewe, vipi hapo? Chango wa vyombo. Baba speaker nne niachie na familia. Hujawahi kutoa hata robo speaker. Ukiona hiyo roho inakuandama, ujue wewe uko kwenye fungu hili. Roho sasa ya giza ya mauti kwenye dhabihu inakufuata. Utajuaje roho hii sasa inakuandama sana ya mauti na uhusiana na kutoa vibaya? Niongee ya pili, huna muda wa kusema vizuri kuhusu mchungaji wako. Yaani wewe ni kukosoa Januari mpaka Disemba. Umeona mchungaji wetu, umeona mchungaji, yaani mimi, yaani umeona viatu vyake, umeona wanaye. Hivi jamani, ile wazo alilotoa, hivi ile neno kahubirije? Huoni chema. Wewe ujue unapigana na Mungu na madhabahu na uwezi kutoa. Kama utanisimanga, uwezi ukatoa dhabihu yako kwa Mungu huyu unayemhubiri. Naongea hizi tabia, utajuaje roho ya mauti, roho ya mapooza inakufuata na hiyo tabia ya kutoa vibaya inakuandama sana? Utajuaje? Namba 2, kila unalofanya linaharibika kwa chepesi sana. Kila unachofanya kinaharibika. Nikwambia pale, sijaje kukutukana, sijaje kukuhukumu. Mwenyewe inahitaji rehema. Nimekwambia tutaombea hadi mikono yako leo. Jamani amina. Jamani amina. Watoto wa Yesu, haleluya. Kila unachofanya kinaharibika. Ni kinyume na neno Zaburi 1:3 nasema kila unaloshika litafanikiwa. Wewe kila unaloshika linaharibika. Utajuaje roho hii na kuandama ya mauti na mapooza? Kwa sababu ya dhabihu vibaya unavyotoa. Namba ngapi sio unaandika wewe? Unaandika namba ngapi? Unaandika namba ngapi? Umekuwa mtu wa kukata tamaa. Yaani wewe kukata tamaa rahisi sana. Mimi basi kanisani siendi sana. Nasema sitatoa tena mimi. Mimi kama ndio hivyo bana. Hata nyumbani kijini siendi tena shamba. Ndio mimi siwezi tena. Yaani wewe ukiona hivyo tayari. Niseme nyingine, una hofu iliyopitiliza. Upo hapa tushughulike na wewe leo. Hofu inapitiliza yani. Mashaka na hofu iliyopitiliza. Niongee kidogo. Yaani kukataliwa ni kama ndio chakula mboga yako, fungu lako. Kukataliwa. Unajua kuna watu wanakataliwa kwa siri. Yaani wewe unakataliwa hadi peupe. Jamani huyo, umemwona? Na kuna watu wanasema mbele yako, ananiuzi, ananikera yule dada. Na unasikia anavonikera, muone. Anajilia anasikia sana. Yaani anafanya makusudi. Nakataliwa. Natenda mema mengi mno, unalipwa mabaya na masengenyo tu. Januari mpaka Disemba. Ningekupa kabisa na andiko Zaburi ya 35 mstari wa 9 hadi 10, ningekupa 12 Zaburi 35 ningekupa hiyo yote nimekuambia na maandiko yake. Nakuomba muda wangu kwa jina la Yesu ali hai. Jamani Bwana atusaidie, Bwana Yesu atusaidie. Utajuaje hii roho inakuandama sasa? Si utoi vizuri, sema vibaya madhabahu, sema vibaya mchungaji. Sasa kinachokufuatia kingine, unaanza kuota kufa. Usipoota kufa, unaota unaongea na wafu. Umetoka kuongea na mama mkubwa Janet, yule alikufaga mwaka 93. Sasa wewe anakufanyia nini? Mjomba Alphonse kanitokea juzi. Unakumbuka tulimzika mwaka juzi mjomba Alphonse. Sasa mjomba Alphonse wani unaota kufa kama sio wewe kwenye jeneza, Alphonse kakutokea aliyekufa. Au shangazi yako Hilda kakutokea. Alikufa mwaka 2008. Anakutokea. Kufa, mapoza. Sasa naomba nifunge na vitu vyangu vyote kwa jina la Yesu. Nafunga vyote na maanisha. Nafunga vyote. Nataka niseme, nikwambia nataka dakika. Leo nikwambia na kutoa mapema. Nikwambia naokoka kwa jina la Yesu. Unashurikaje sasa? Tunaishurikiaje hii roho? Sijakwambia ufunge ndio tunamaliza. Mimi amefunga vyangu, vya kwako fungua. Sina dakika hizi nyingi kabisa. Wewe mbona una haraka? Nimeokoka nitakutoa ni nyingi. Si umeona uzuri wa saa? Mimi nitakutoa nimeokoka. Sasa andika. Sasa ukiishia hapo matatizo ya kuota kufa ndio unaondoka na nini nyumbani? Andika unaishindaje hii roho ya kifo? Unaishindaje? Amina. Namba 1 tunaanza na rehema. Jamani amina. Tunaanza na rehema na toba.
Tunatubu, mwenyewe ninatubu. Sijafanya vizuri kwa baba zangu wa kiroho. Sijafanya vizuri mimi na baba zangu wa kiroho. Tunajua mchungaji wetu kiongozi wa wote ni Askofu Mkuu Dr. Barnabas Weston mtoka mbali. Huyo ni mchungaji, yani hata kama wewe sijui ni nini sio kiongozi wa idara, yani ujue unawajibika kufanya mchungaji kiongozi asikie raha. Na mchungaji wangu amenilea. Baba zangu, unaona? Baba yangu. Kwa hiyo tunawajibika. Hatujafanya vizuri kwao. Sijafanya vizuri kwa mzee Mwiche. Sijafanya vizuri kwa mzee Marwa. Sijafanya vizuri kwa mzee Nimrod. Sijafanya vizuri kwa wazee wangu maaskofu. Sijafanya vizuri hata kwa wangali. Sijafanya vizuri kwa makatibu. Sijafanya vizuri. Wewe hujafanya vizuri. Mimi mwenyewe na kuhubiri sijafanya vizuri. Sijaja kukushtaki. Mimi na wewe sijafanya vizuri. Tunaishindaje roho ya mapooza? Roho ya kifo tunapokuja kwenye swala la kutoa dhabihu. Tunaanza na rehema. Naipenda hii. Rehema inaenda na nguvu ya kuzuia kifo. Kitabu cha Zaburi 103 mstari wake wa 3, 4 na 5. Biblia inasema akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mstari wa 4, au komboa uhai wako na kaburi. Umeona sasa mambo haya? Toba inatutoa kwenye kaburi. Toba inatutoa kwenye jeneza. Zaburi 103 mstari wake wa 3 na 4 na 5. Ukisha 4 sio mbaya. Zaburi ya 51, unirehemu Bwana Yesu. Usiniondolee roho wako. Usiniondolee, usinitenge na uso wako. Unifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Uifanye upya. Jamani Bwana asifiwe. Kwa hiyo rehema ina nguvu ya kuzuia mauti. Jamani Bwana atusaidie. Rehema tu peke yake. Ndio maana nchi, ndio maana taifa, ndio maana familia, ndio maana kanisa tukifanya vibaya, jambo la kwanza tunaenda kwenye rehema. Jamani Bwana asifiwe. Sikiliza. Uside yani mimi mwenyewe nimekwambia naanza. Tukienda kuomba hapa kukibomoa roho ya mauti mapooza kwenye maisha yetu. Sikiliza. Anza na rehema. Ukiweza ishia hata kwenye rehema utakuwa umefanya jambo la maana. Kabla ya kuombea mikono, kabla ya kuombea kinywa, kabla ya kuombea wanao, anza na rehema kwa jina la Yesu aliye hai. Jambo la pili la msingi sana. Jambo la pili. Anza kuishi maisha ya dhabihu. Anza kuishi maisha ya dhabihu. Anza kuishi maisha ya dhabihu. Leo ndani yangu nasikia kuomba na watu ambao kila wanachokifanya kinaharibika. Kila wanachofanya kinaharibika. Na umekuwa na kundi la pili, ndoto ya kifo. Naomba nimalize kwa kusema hivi. Point ya 3, kili uzima. Sema unaishi maisha ya sadaka, ya kupeleka Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 5, ya kupeleka dhabihu ya 20, Zaburi ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 7. Bwana azikumbuke sadaka zako na dhabihu zako zote. Akuletee msaada toka patakatifu pake. Akupe haja ya moyo wake. Unaenda sawa sawa. Zaburi ya 20:1 mpaka 7, Matendo 10:1 mpaka 5, Matendo 9:36 mpaka 42 kwa ajili ya Dorcas. Anza kuishi maisha ya dhabihu. Anza kuishi maisha. Lakini ya mwisho, kili uzima. Mimi ni mtoto wa Yesu. Mimi nitatoa vizuri. Mimi nitamtumikia Mungu vizuri. Nitamheshimu Mungu kwa mali zangu. Nitamheshimu Mungu kwa sadaka zangu. Nitamheshimu Mungu kwa malimbuko. Nitamshukuru Bwana kwa dhabihu. Nitampenda mchungaji wangu. Nitaipenda madhabahu yangu. Nitawekeza kwa watu wengine. Nitagusa maisha yao. Mimi sio mkatili. Mimi sio mtu mbaya. Mimi sio mchoyo. Sitakufa kwa bahati mbaya. Zaburi ya 118 mstari wa 17 anasema sitakufa, nitaishi niasimulie matendo makubwa ya Bwana aliye hai. Kwa hiyo kili mema, kili uzima. Mimi ni mtu mwema, kili mema. Umemaliza hiyo pointi? Funika na dakika zangu 10 tu niombe na wewe. 5 matangazo na sadaka na nusu unaondoka zako. Amina. Jamani Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaombe kwa baba yetu. Baba yetu amejaa huruma. Unapokwenda kwa Bwana nataka uelewe amejaa huruma. Halafu kumbuka basi kile kizazi chako. Kabla hujatoa vibaya, kumbuka kizazi chako. Wapi umetokea? Wenzetu wengine mna neema. Familia zenu tamu, mambo yamenoga. Kila mtu kwenu, haleluya, glory to God.
hana mtu wa kumsaidia, kila mtu mko sawa. Sasa wenzangu na mimi lazima tuanze vizuri, kuanza kutoa vizuri kwa adabu, kwa sababu sitaki mimi kizazi changu kikateseka, sitaki ndugu zangu wakateseka. Natamani Bwana tuponye na roho ya mapooza. Jamani, amina. Bwana kuponye na roho ya kufa. Mungu aliyemuinua Lazaro awe ndio Mungu wako kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu aliyemuinua mtoto wa mjane wa Sarepta awe ndio Mungu wako na Mungu wangu kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu aliyemtokea yule mwanamke Mshunami awe ndio Mungu wako na Mungu wangu kwa jina la Yesu aliye hai. Kama waliokufa wakaishi kwa sadaka zao, mambo yako yakaishi kwa jina la Yesu. Hebu simama kwa miguu yako, weka vitu vyako kwenye pochi sasa. Dakika hizi 5 zinatutosha, ziwe 10 zinatutosha. Sinianze kusikia mtu wa Bwana. Sikiliza kanisa, hii leo ni siku ya maana sana. Kama sio kwako ni kwangu. Tunakataa mauzauza, tunakataa roho ya mauti, tunakataa roho ya mapooza. Kama kwako natamani kila unaloshika life liose, endelea kwa jina la Yesu aliye hai. Sitamani kuona mapooza kwangu, sitamani kuona mapooza kwa wanangu, sitamani kuona mapooza kwenye madhabahu, sitamani kuona mapooza kwa ndugu zangu. Natamani wanachofanya kifanikiwe. Na haya ndio maombi ya baba yako mchungaji mzee Masasi na mama. Kila unachogusa kikafanikiwe. Watoto wako wasiwaze mapooza, ndoa yako isife ikawe salama, huduma yako isife, kibali chako kisife. Hebu twende mbele za Bwana kwa ajili ya rehema jioni ya leo. Huyo baba na rehema, ukiweza ningewaita wote leo wenye madhabahu. Maana hatujafanya vizuri. Wengine tulitoa tunalalamika, wengine tulitoa kwa mashimango, wengine tulitoa, wengine tuliahidi ahadi hatujatimiza hadi leo. Mungu aziakewe. Mungu anamwambia Musa kwenye Kumbukumbu la Torati, yeyote atakayeweka nadhiri asiondoe, hiyo ni dhambi. Wengi tumemkosa Bwana, tumefanya vibaya, tumefanya kama kwa mtu, hatujafanya kwa Bwana. Nilikwambia tunapotoa tunatoa kwa Mungu aliye hai. Mimi nimekataa mauti, hata kama tulifanya vibaya, utukufu wa Bwana ukaondoka. Hii jioni ya leo na kuita kwenye madhabahu, isio jioni ya kujikakamua, na kuita kanisa zima kwenye madhabahu. Nataka kumwambia Bwana, rudishia utukufu wako. Kumbuka rehema kanisa, sogea kwenye madhabahu, sogea wa mama kwa wa baba, watoto kwa wadogo. Leo sio siku ya kuvunja, sio siku ya kuangusha ngome. Leo ni siku ya kumwambia Baba, kumbuka rehema. Baba, kumbuka rehema. Omba rehema kwa wanao, omba rehema kwa mmeo, omba rehema kwa baba yako, omba rehema kwa watu wa nyumba yako. Hatujatoa vizuri kanisa. Kuna wakati ulitoa ana kwamba unatupa. Ombia Baba, haujawahi kugeuka. Wewe sio mtu useme uongo. Ulisema utakuwa na sisi, ulisema utatubariki, ulisema utatuponya, ulisema utatuinua, utatanua mipaka yetu, utapigana na adui zetu kwa jina la Yesu. Ile damu ya Yesu ambao watu wa Agano la Kale waliona ni ya mwana kondoo, wakaweka kwenye miimo yao, yule malaika wa mauti alipokuja kuwaua. Ninaiombea nafsi yangu, ninaombea uzao wangu, naombea maisha yako, naombea familia yako. Kwa damu ya Yesu atulehemu tena. Kwa damu ya Yesu inene mema, inene mwanzo wa baraka, inene kuinuliwa. Ile damu ya Yesu sadaka kubwa ikakope mwanzo mwema kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba kumbuka rehema, rudisha ule utukufu ambao uliondoka. Baba, tunakuomba yale mema ambayo hatujayaona, ribarabanaka yapakorapoko yedodobola badaka yandede kuriaba yatanakaraba yakoriaba torabaraba yantokuraba yaborokoriaba yeketirabanaka yabaramaka yabaratanama. Baba, tunakuja, Baba, tunashuka, Baba, tunapomoka. Tunaomba rehema,
Usiondoke Baba, usiondoke na udogofu wako, usiondoke na mema yako. Omboka rehema, omboka rehema. Tumeahidi vingi wala hatujatoa, tumetoa vibaya, tumejihurumia. Likaporabana ya toroboda ya paparabadaba ya pakoriabaka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tumeota vibaya, tumeshambuliwa na mashambulizi, lakini leo tunakuomba Bwana, rudisha heshima. Ulikataliwa wakati mwingine wasiwasi, tunakataa kukataliwa, tunakataa mabaya, tunakataa kusauliwa, tunakataa kulipwa mabaya. Rekotorapa ya badamana ya baramanaka. Mama zangu, Mungu wetu ni wa huruma. Baba zangu, huyo Yesu ni wa huruma. Vijana, Yesu ni wa huruma. Wewe unayetuangalia, sielewi umetoaje maisha yako, na tuko mwishoni mwa mwaka. Watu wa giza wanatoa vizuri, watu wa giza wanatoa makafara, watu wa nuru tumetoa vibaya, tumenong'onika, tumelalamika, tumetoa hadi hewa. Tunakuomba rehema ya tetere baraba ya torinama ya koreba ya raba ya rabaraba ya kata ya pareko ya panaka ya raboria. Omboka uzao wetu, omboka watoto. Tunakataa mapoza, tunakataa mapoza Baba. Omboka rehema, tukumbuke tena. Tunakiri leo hatutakufa, ndoa zetu hazitakufa, biashara hazitakufa, kazi hazitakufa, masomo yatakufa, huduma zitakufa. Tukumbuke Bwana, tukumbuke Bwana, tukumbuke Bwana. Ya tarabanaka ya baraboriaba. Baba mchungaji, njoo tutamkie rehema. Rikoriaba ya borinama ya teteremana. Kanisa Bwana anasikia rehema, anakumbuka huruma. Ya boriaba ya panakaraba. Haya ni majira mapya, tunapoomba rehema, mauti naondoka, sio tu kwenye familia, hadi kwenye taifa la Koriaba. Baba, tutatoa vizuri, tutatoa kwa kuhani, tutaitunza madhabahu ya Boriabaka ya tata.